Shirika la umeme Tanzania TANESCO limerejesha huduma ya umeme katika maeneo yote yaliyokuwa yameathiriwa na kazi ya kuvusha nyaya za umeme katika eneo la Mkambarani mkoani Morogoro baada ya kukamilika kwa mafanikio ya awamu ya kwanza ya mradi huo. Kaimu mkurugenzi wa mawasiliano huduma kwa wateja wa TANESCO Irene Goele amesema kurejea kwa huduma hiyo kunafuatia kukamilika kwa kazi zilizokuwa zikisababisha kusimamishwa kwa umeme kwa muda. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, nipende kuwashukuru sana wateja na wananchi katika maeneo yote ambayo kulikuwa na kazi ambayo ikiendelea katika eneo hili la Mkambarani ambako mkandarasi alikuwa akifanya kazi ya kuvuta nyaya, na kwa mafanikio makubwa kabisa kazi hiyo imekamilika na tayari huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote ambayo yalikuwa yakiathirika kutokana na kazi hii. Hivyo tunapenda kuwashukuru wateja na wananchi kwa uvumilivu na uelewa wenu wakati zoezi hili lilikuwa likifanyika, na vile vile nipende tu kutumia fursa hii kuwakumbusha kwamba zoezi hili litaendelea tena kwa awamu ya pili kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa 8, na tutawatangazia tena na pia tutawawekea zile ratiba ili basi muendelee kuweka shughuli zenu kulingana na huduma ya umeme jinsi itakavyopatikana. Kama ambavyo tuliwaambia, kazi hii ilikuwa ikifanyika katika eneo la hapa Mkambarani, lakini pia Kikombo pamoja na Mkonze kwa awamu ya pili. Kwa hiyo kazi hiyo imefanyika vizuri na kwa ustadi mkubwa, wataalamu wetu wameweza kukamilisha. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaendelea kuhakikisha kwamba TANESCO itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo inaendelea kusaidia kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme nchini. Kwa upande wake, mhandisi wa TANESCO Newton Livingstone Mwakifamba amesema kazi hiyo ni sehemu ya maboresho ya miundombinu ya usafirishaji wa umeme yanayolenga kuongeza uwezo wa gridi ya taifa na kuwezesha usafirishaji wa umeme ndani na nje ya nchi kupitia mtandao wa Afrika Mashariki na Kusini. Kazi ambayo ilikuwa inafanyika hapa, naomba niwakumbushe, ilikuwa ni uvutaji wa nyaya. Uvutaji wa nyaya juu ya SGR, uvutaji wa nyaya juu ya msongo wa kilovolti 220 kwa line ya Morogoro 2 na Morogoro 1 pamoja na msongo wa kilovolti 132. Kwenye hii awamu ya kwanza tumefanikiwa ndani ya siku ambazo tuliwatangazia wananchi. Lakini tuna awamu nyingine ya pili ambayo tutaanza tarehe 11. Tutavuka eneo la Kikombo ambapo napo ni msongo wa kilovolti 220 na Mkonze. Zote hizo tutazifanya kwa pamoja tarehe 11. Pia naomba nikumbushe umuhimu wa hii line ikikamilika. Itaongeza uwezo kwenye line ambazo zipo tayari. Kwamba uwezo wa zile line ulikuwa kiasi kadhaa. Sasa hivi kwa sababu tunapita na msongo wa kilovolti 400, uwezo utakuwa ni mkubwa. Lakini pia naomba nikumbushe ita facilitate uuzaji na upokeaji wa umeme kwa nchi jirani za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi. Global TV.